Haleluya. Nikwambia neighbor hapo karibu na wewe amesikia Yesu ni wa baraka. Hebu muulize kama amesikia hiyo. Yesu ni wa baraka. Maana tunafika hapa leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nafasi hii nataka mwapigie waimbaji wetu makofi. Tunasikia wamefanya kazi nzuri sana. Tupate nafasi tuketi. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu geukia neighbor ambao karibu na wewe. Ndio neighbor ni Mungu wa ajabu. Ndio neighbor ni Mungu wa ajabu sana. Sijaona mtu kama wewe. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka niombe kwa ajili ya neno la Bwana. Mwenyezi Mungu, asante kwa sababu ya mchana wa leo. Umenipa kibali na nafasi hii kusimama mbele za watu wako mfano. Ninaomba nikinyenyekea kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu, ili kwamba ninaposimama mbele za watu wako na kushiriki neno hili, Bwana, nikaweze kuinua mtu mchana wa leo. Nimeomba neema ya Bwana ipitaye neema zote za wanadamu ikatawale namna hii. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amefika hapa. Naomba Mungu waabudiwe. Kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amen. Ambia jirani yako, leo tunavuka ng'ambo ya pili. Kitabu ni cha Luka 8 mstari wake ni wa 26. Nataka kuongea tu habari za Yesu Kristo kwa dakika chache hapa, na yale yote Yesu alifanya enzi zile bado anafanya na leo. Maandiko yanasema wakaendelea na safari, wakafika pwani na nchi ya Wagerasi inayokabiliana na Galilaya, ng'ambo ya ziwa. Alipokuwa anashuka pwani, mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na pepo alimjia kutoka mjini katika mjini kwa muda mrefu. Mtu huyo hakuwa anafaa nguo wala hakuwa anaishi nyumbani, bali makaburini. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna kitu nataka leo uweze kujua. Utakapokuwa unakaa hapo, angalia mstari wake wa 23. Walipokuwa wanasafiri kwa mashua, Yesu alishikwa na usingizi. Leo nataka niongee kuhusu mamlaka. Nataka niongee kuhusu mamlaka kwa sababu mamlaka inafanya vitu vinakuwa rahisi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio utaenda kugundua kwamba katika kazi ya Yesu hapa duniani ilikuwa rahisi kwa sababu alikuwa anatumia mamlaka kufanya vitu. Na wewe kama Mkristo mchana wa leo, ninataka kukuombea na kuomba kwamba Mungu aweze kukupa uwezo, uwe na mamlaka ya kuona kwamba milima ambayo kwa mbele yako inawezekana kwa jina la Yesu. Sasa mstari wa 26 ndio inasema kwamba Yesu anaendelea kuongea. Yesu hapa ujue kwamba ndiye ameanzisha safari hii. Na maandiko yanasema safari ambayo Yesu ameanza, bila shaka yeye hufuata kukamilisha safari. Yeye ndiye anaambia wanafunzi tuchukue mashua tuvuke tuende ng'ambo ile nyingine. Kwa hivyo si vizuri kuwa mahali pamoja kwa siku zote ama kwa muda mrefu kuwa mahali pamoja. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu maandiko yenyewe yanasema kwamba Mungu wetu ni wa kuinua kutoka utukufu kwenda utukufu mwingine. Kwa hivyo Mungu akubali mtu kuwa mahali pamoja kwa siku nyingi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hapa wanafunzi wameanza safari, lakini maandiko yanasema kwamba wakaendelea na safari, wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayokabiliana na Galilaya, ng'ambo ya ziwa. Na unajua kwamba baada ya kushuka Yesu ndiye alikuwa mgeni kwa njia, lakini wanafunzi hawako wageni pale. Kwa sababu wanafunzi walijua ya kwamba njia hii haipitikani.
Na hapa walimuuliza Yesu, tunaenda wapi hapa? Hapa watu wapitani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Yesu Kristo ndani ya maisha yako, na uwe na Bwana wa mabwana ambaye aliumba mbingu na nchi, nina uhakika ya kwamba hakuna kitu iwezekani kwa maisha yako. Mahali watu wapiti, wewe unapita. Amen. Haleluya. Kwa sababu njia hiyo haikuwa inapitika na watu, lakini Yesu ndio hata akiambia wanafunzi watangulie mbali, wakamwambia tu Yesu, wewe endelea mbele, kwa sababu alijua yule mtu. Shida sana nasema alipokuwa anashuka mashua pwani, mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na pepo alimjia. Nataka uweze kujua kwamba safari yoyote ambayo unaanza huo unangojewa. Wale ambao wanaanza safari ya huduma ama safari ya imani, jua ngambo ya hiyo safari unangojewa tu, kuna wageni. Mtu yeyote ambaye ananisikiza ama yule ambaye ananitazama, hakuna safari uongojewi popote. Safari yote ni geni kwako, kwa hivyo kuna yule anayejua anakugoja. Tunamaanisha hivi ya kwamba kama siku ya leo unaweza kuwa unasafiri hapa kwenda Ulaya na hujawahi fika kule Ulaya, inamaanisha kwamba kuna mtu anayekungoja kwenye uwanja wa ndege. Na wakati umeanza safari ya mafanikio na Yesu Kristo, basi mbele yako kuna mgeni. Huyo mgeni ni yule ambaye anakuja kusababisha kwamba usiendelee leo safari ufike kule unakwenda. Safari zote zina vizuizi, lakini Yesu alitumia mamlaka aliyopewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ninataka leo uweze kujua ya kwamba huyu Yesu ambaye ninaongelea habari zake, mamlaka yale anayotumia yeye, bado hata na leo hii yeye bado anawapa pia hata na wanafunzi wake, akijua kwamba hakuna jambo ambalo litaweza kuwashinda. Jina la Bwana liinuliwe. Wakati utamjua Kristo ndio unapata kupokea mamlaka. Ndio ndani yako ukimjua Yesu kila kitu kinakuwa rahisi. Na ukimjua, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kumjua Yesu ndio kitu muhimu. Kitabu cha Mathayo 16 mstari wake wa 16, Biblia inasema, nataka uweze kuangalia hapa. Nataka uweze kuangalia tuweze kwenda pamoja na wewe. Mstari wa 13, nisome mpaka pale 19. Biblia inasema, Yesu alipofika pande za Kaisaria Filipi, aliwauliza wanafunzi wake, watu husema mwana wa mtu kuwa ni nani? Wakamjibu, wengine wakisema kuwa ni Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Yesu akawauliza, na nyinyi je, mnasema mimi ni nani? Simioni Petro akajibu, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. 17. Yesu akasema, heri wewe Simioni mwana wa Yona, kwa maana hakuna binadamu yeyote aliyekufunulia jambo hili ila Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango wala kidogo tu. Nami nakuambia wewe ni Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala nguvu za kifo hazitaliweza kulishinda. 19. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Kila utakachofunga duniani kitakuwa kimefungwa, na kila utakachokuwa unafungua duniani kitafunguliwa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue leo katika safari ya Yesu alijua kwamba hata baada ya kwenda kuna kazi itaendelea. Yale mamlaka anayotumia kule kwenye nchi ya Wagerasi kule namo. Na unapoangalia kwenye kitabu cha Mathayo, wakati ameongea na wanafunzi wote, mmoja ndiye alikuwa anamjua Kristo.
kumaanisha unapomjua Yesu, vitu vinakuwa rahisi kwa maisha yako na vinatembea kwa maneno ya kinywa chako. Kile unachosema ndicho kinatendeka. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini sema hivyo? Anasema nitakupa funguo, kumaanisha kwamba funguo ina kazi ya kufungua vitu. Kama utapata mtu ambaye amefungwa kwenye dhambi, una uwezo na una mamlaka ya kufungua mtu ili awe huru, mtukuze Bwana. Kwa hiyo hakuna mamlaka ambayo unapatiwa ila kazi. Hakuna mamlaka unayopewa ambayo ina kazi kwa maisha yako. Nitakupa mfano rahisi sana. Mamlaka yale ambayo tuko nayo pale nyumbani. Pale kijijini tuna wale watu wanaitwa wasee wa nyumba kuu. Tuna wale wasee wa vijiji wamechaguliwa pale kufanya mkutano, kuamua kesi ndogo ndogo za pale nyumbani. Yule mtu ni wa maana kwa sababu shida inapotokea kabla hajafika kwa chief yeye ndo naona. Kwa hivyo ana mamlaka yake, ikishindikana inakuwa chief. So pesa baba. Na leo ndio kwamba na wewe una mamlaka. Una mamlaka wewe mwenyewe. Unatosha kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati umeitwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ukachaguliwa kufanya kazi yake na akakupa mamlaka, uweze kutumia mamlaka atumie vizuri. Lazima kijiji ndio kwamba umechaguliwa na Yesu wako. Unamwakilisha nani? Halo. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa leo nataka uweze kujua kwamba Yesu anatumia mamlaka kufungua mtu huyu. Yesu anatumia mamlaka kufungua mtu huyu ambaye ameishi kwa makaburi, ametoka nyumbani kwao. Na leo tuende nikupa ufunuo. Mtu yeyote ambaye ametoka nyumbani kwao, na maandiko yanasema anaishi kwa makaburi, hakuwa na nafasi. Kwa njia nyingine ya kiroho ni kwamba hakuwa ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaposikia Biblia inaongea kuhusu nafasi, inaongea kwanza kuhusu wokovu. Kama na kutoka nyumbani, mtu huyu anaishi kwa makaburi lakini hajaokoka. Kwa nini nasema hivyo? Mtu ambaye anaokoka ndani yake hakukuangi na makao na mapepo. Haleluya. Kwa hivyo Yesu ameweza kukomboa jambo hili vizuri, uweze kujua mtu huyu ametolewa nyumbani na mapepo akaenda kuishi kwa makaburi kwa sababu ya kukosa wokovu. Kwa sababu maandiko yanasema tunapompokea Kristo Yesu tunakuwa kiumbe kipya. Sasa siku ya leo nataka uchukue ujumbe huu ya kwamba mtu yeyote ambaye ako na Kristo kwa maisha yake hana chochote cha kumtatiza kama mapepo maishani. Kwa sababu wewe si hekalu ya mapepo, wewe ni hekalu ya Roho. Wakati umeokoka, Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu alitumuliwa nyumbani. Kwa hivyo kama watu wanahitaji kukaa nyumbani na kutulia nyumbani mwa Bwana, lazima waokoke. Wokovu. Uwe na nafasi ya wokovu. Haleluya. Sasa tunasikia maandiko yanasema kwamba mtu akimpokea Yesu baadaye arudi nyuma. Alikuwa na pepo moja na kujaga 7. Kwa hivyo kumaanisha kwamba wokovu ni nafasi ya kukuzuia usije ukaingia kwenye janga kama hili na mtu huyu. Amen. Yesu ametumia mamlaka yote aliyokuwa nayo. Kwenye mstari wa 28 anasema alipomwona Yesu alijitupa chini mbele yake na kusema kwa sauti kubwa, wewe Yesu mwana wa Mungu mkuu, una shauri gani nami? Na kusii usinitese. Kwa hiyo hata pepo inajua Yesu. Pepo yoyote ile ikiwa ndani ya mtu inajua Yesu akikuja. Sasa unaposikia Yesu anasema kwenye kitabu cha Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha, yeyote anayesikia sauti yangu na kufungua, nitaingia na kuketi pamoja naye, na si kuketi tu, hata kukula pamoja naye. Kumaanisha kama kuna mwingine aliyekuwa ndani, sauti ya Yesu inaposikika, yule anaondoka, Yesu aketi. Kwa hivyo akiketi, hakuna nafasi ya mtu mwingine. Basi
asifiwe. Haleluya. Sasa kwa maisha haya tunataka Yesu kwa maisha yetu, kwa nyumba zetu, ili vitu vyote vinavyokuja kutaka kuishi kwetu visipate nafasi. Sasa lazima tuweze kuangalia mamlaka Yesu amekuwa akitumia, ndio yale tunayotumia leo. Hapa Yesu hakuomba, kwa sababu si kila pepo unahitaji kusema kwa jina la Yesu pepo enda, ingine unaongelesha, kwa sababu hata ingine kama uko na mamlaka na una uwezo kama huo, unasema shetani, hapa hakuna makao yako, kuanzia leo enda. Amesikia? Maana umetumia mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wametumia mamlaka tu bila kuomba? Yaani kwa sababu unajua uhusiano wako na Mungu, unasema Mungu, hii hali napitia leo nimekataa, nastaki kuiona tena. Sisi tunaenda kufunga. Watu wengi wanaamini kwamba mambo yakiwa mabaya unaenda maombi ya kufunga. Ingine unaongelesha. Kuna ya kufunga na kuna ya kuongea. Ambia neighbor, ongeleshanga vitu bwana. Amen. Unaongelesha biashara yako, maana kuna masikio nasikia. Na mimi biashara nimekuambia utasimama, lazima utatembea kwa jina la Yesu. Biashara na miguu inaanza kutembea. Haikuwa mitano. Maana unaongea, sema kuongea. Haleluya. Yesu ametumia ile uwezo kwa sababu mamlaka aliyokuwa nayo ni kiajabu sana. Na mamlaka yale ndio yale nilisema kwamba ameweza kumwambia Petro, nakupa funguo. Na Petro ametumia funguo huo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Wakati ameomba sadaka na yule kiwete wakiwa na Yohana, alimwambia yule mtu, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini kile tuko nayo tutakupa. Kwa jina la Yesu Kristo tumekuamurisha, simama na uende. Mpe Yesu makofi. Simama na uende. Kwa sababu alijua ya kwamba amepokea mamlaka na anafungua chochote, anafungua ya mbinguni. Huyu mtu anatembea. Ila alikuwa na uhakika. Hakuwa na mashaka. Unajua shida ya watu wengi ni nini? Kuwa na mashaka kwa kile kitu anachoongelesha. Unakuwa na mashaka kwa kile kitu ambacho unafanya. Watu wameanza biashara wengi, lakini vile walianza biashara walianza vibaya. Unajua walianzaje? Mchungaji, niombe tu, nataka kuanza biashara kidogo hapa, nione kama itashika. Hiyo imeanza vibaya. Hiyo imeanza vibaya. Piga makofi. Wewe kuja mchungaji akuombee, unaanza biashara ambayo una uhakika inashika kwa sababu na mamlaka. Hata kama umeanzaga ikaanguka. Sasa leo tuanze biashara ambayo ianguki kwa sababu tuna mamlaka tunayotumia. Bwana asifiwe. Yaani watu walipoongelea kwamba utaifaulu, na wewe unajiongelea kwa kazi yako utafanikiwa. Ongea kupitia mamlaka uko nayo. Yatumie vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hapa Yesu akiomba. Yesu amesema pepo, ninakusihi ondoka kwa mtu. Ni pepo imemsihi, tunakusihi usitutese. Amen. Tunakusihi usifanye nini? Usitutese. Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikuwa amemwambia huyo pepo mchafu atoke mtu huyo. Pepo huyo mchafu alikuwa anamfahamia mtu huyo mara nyingi, na ingawa watu walimweka ndani na kumfunga kwa minyororo pingu, lakini kila mara alizifunja vifungo vyao. Wacha nikwambie, hautaweza kuzuia pepo kwa kufanya vitu ambavyo unaona viko hapa chini. Watu wa kwao walijaribu, sema walijaribu. Watu wa kwao walijaribu, walitaka kumsaidia, lakini hawakuweza. Minyororo, yule pepo alikuwa na nguvu nyingi, lakini haingeshinda mamlaka ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sasa cha msingi, ninapomaliza ibada hii ya siku ya leo, cha msingi ni wewe ukiwa hapa, ambia jirani yako, niko hapa leo, ninataka kupokea mamlaka yako. Nataka kupokea. Na hayo mamlaka Yesu akupe, uanze kuona ukiongea
na vitu vinatendeka. Kuna wakati itafika unaongea, watu wanakuita mchawi, kwa sababu ukisema inatendeka, ukisema inatendeka, ukisema inatendeka, na hivyo ndio vizuri. Amen. Kwa hivyo tumwabudu Mungu wa kubahatisha. Siku ya leo tunavuka ng'ambo ya pili, tukabiliane na janga la ng'ambo ile, ndio tuweze kumwona Kristo. Tunatoka ng'ambo ya leo tunaenda ng'ambo nyingine, na wacha nikwambia kwamba kila safari ina mgeni. Wana wa Israeli walitoka Misri wakielekea Kanaani, walingojewa na bahari. Baada ya kuvuka bahari wakangojewa na mlima Seiri. Leo nataka nikuhakikishie hivi, kama utakuwa na mamlaka ya kimbingu kwa maisha yako, basi utachoka upesi. Utachoka upesi. Leo ninakuhakikishia kile kitu unahitajika kuwa nayo si pesa. Unahitajika kuwa na mamlaka ya kuamrisha pesa zako mahali siko sikuje, kwa sababu ukiwa nazo zile uko nazo zitaisha. Lakini ukiwa na mamlaka ya kuamrisha pesa zako mahali ziko siwe zinakutafuta kila wakati, itakuwa hivyo tu unasema. Uwe na mamlaka ya kuongelesha hiyo biashara, wakati inajaribu kusimama unaisukuma na inaenda kwa imani, kwa sababu tumeitwa. Kinywa chetu kina nguvu. Wacha nikuambie, mifupa mikavu haikuwa jeshi kupitia kwa neno, kupitia kwa Mungu kuongea, lakini kupitia kwa Ezekieli. Mungu akamwambia Ezekieli, toa unabii juu ya hiyo mifupa. Leo nataka utoe unabii kwa kila sehemu ya maisha yako unaoona kwamba haiendi vizuri. Amen. Uweze kutoa unabii, unaambia Mungu kupitia kwa neno lako, leo hii nimetabiria huu mlima wa kwangu uame. Ni hivyo. Imeisha. Usisema mlima uame na unasema niliama kweli. Sikuna watu wana doubt. Kuna watu wana imani. Uliomba jana vizuri. Baba, kwa jina la Yesu nimekuja mbele zako. Mwezi wa 7 nimekataa njaa, naomba kushiba hata ninone zaidi. Alafu nakaa wiki mbili unaanza kusema kwamba Bwana, na ulisikiaga hiyo kweli ama ni aje? Amini. Bwana Yesu asifiwe. Wewe amini Bwana. Kwa hivyo Yesu aliamini na akajua kwamba yeye kila ambacho amebeba ndani yake ni zaidi ya mtu huyu anayekaa katika nje wa Gerasi. Kwa hivyo anapotembea na wanafunzi wake alijua yeye ana mamlaka zaidi ya hiyo. Kwa hivyo hata kuongelesha yule mtu alimuuliza wewe ni nani? Akasema sisi tu wengi sana. Kwa hivyo hata majina yetu ni Region. Unaweza kufuza mapepo ya Region mzima. Region, unajua Region? Hapa mahali tu wengi ni Region ya Nakuru. Ni Nakuru bwana. Sasa imagine kutoka huko na Manga unanyorosha unaenda mpaka Nakuru, na si Nakuru tu. Unaweza kama pepo ya Rongai peke yake ni tatizo, inakupitiaga kwanza unakuwa kipofu. Na ya Region, Yesu aliamurisha hiyo pepo ya Region. Alisema tukuweke, lakini akamwambia lazima hapo utajua kwamba aliye mbele yako ni nani. Ndiye karudi kuongeka ambia usitutese. Turuhusu tuingie wale mbele. Kwa hivyo wakati mwingi tunapoombea mapepo hapa kwa kanisa, kuna ingine tunaamurisha inasema hatuendi kusifu. Turuhusu tuingie kwa fulani. Kwa nini? Tuna makao pale. So mtezo makofi. Mapepo na request mahali naenda. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue kama inasemekana 7 inajikusanya. Leo tunapofukuza moja hapa, itatuambia usituruhusu twende nchi kavu. Turuhusu tuingie kwa fulani kundi wetu. Na waomba tuweze kuwa na nafasi ya wokovu. Yule mtu hakuwa na nafasi, na ndio maana aliishi katika makaburi. Na ndio maana aliishi katika kifungo. Wakati alifunguliwa na Yesu, maandiko yanasema akavalishwa mavazi. Akamwomba Yesu watembee pamoja naye, lakini Yesu akamwambia, nenda nyumbani kawaambie watu kile kilicho kutendekea. Kwa hivyo
mtu aliyekuwa anaishi kwa makaburi, mtu aliyekuwa na kwake alikuwa amesaulika, mtu ambaye alikuwa anajua anakula chakula gani, akaambiwa akarudi nyumbani kwao. Huwa napiga picha hii, huyo mtu ameishi kwa makaburi muda mrefu, alikuwa na familia. Huyo mtu alikuwa anaishi kwa makaburi muda mrefu, alikuwa na nyumba. Huyo mtu alikuwa anaishi kwa makaburi kwa muda mrefu, alikuwa na kazi. Huyo mtu alikuwa anaishi kwa makaburi kwa muda mrefu, alikuwa na shamba. Jawabu ninalopata ni kwamba hakuwa na chochote. Labda watu wako walikuwa wamegawanya vile ambavyo vilikuwa vyake, lakini walimwona akikuja na habari njema. Akawa mwinjilisti wa kwanza katika nchi ya Wagerasi kuambia yale yametendeka. Na wakajua kwamba amekutana na Yesu. Kwa hivyo kabla Yesu hajakufa alifanya kazi. Ile kazi ambayo alifanya akiwa amekufa na ile ambayo alifanya akiwa hai si kazi ya mchezo. Unajua baada ya Yesu kufa, maandiko yanasema aliteremka kuzimu. Kwa hivyo alifanya kazi mpaka hata hiyo siku inakuwa amezikwa akateremka kuzimu. Ndio akaenda kuja na hizo funguo akasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani sasa. Na unajua hizo funguo ni shetani alitokanga nazo kule. Ndio akawa tushika naye. Yesu akajua kwamba nikufa na kuteremka kwa hii jamaa na kuhakikisha kwamba ninamfungia kule. Nikimaliza kumfungia pale, basi ninarudi. Na hiyo ndio kazi alifanya. Wacha nikwambie, kama Yesu, Bwana Yesu asifiwe, kama Yesu angekufa na kufufuka na akose kushuka kuzimu na kufunga shetani na kuchukua zile funguo na kuja kwetu, wacha nikwambie hatuko kwa tunahubiri hapo. Mpe Yesu makofi. Ni upendo. Huyu Yesu wa ajabu bwana. Anakuja na funguo na anahakika kwamba yule mwanaume amekuwa tuangaisha leo nimemfunga mpaka atakapoongoja nikirudi, mpaka siku nitarudi tena ndio atafunguliwa. Sasa wakati tuko hapa kwa kanisa ni maagent wanakujaga hapa, shetani akuji maana alifungua. Pigia siku. Najua naye anarecruit watu usiku na mchana. Vile tunarecruit mapasta na anarecruit 5, 6. Yeye amefungwa. Kwa sababu shetani akifunguliwa saa hii iko na haki kwamba tutahubiri Injili. Na ndio Yesu alisema alikushika akamfunga akachukua funguo akachomoka. Na ndio nasikia maandiko yanasema hiyo wakati tu hata makaburi ya wafu nyingi. Na leo nataka nikwambie na nikutolee unabii wa mwisho hivi. Yesu baada ya kufa, maandiko yanasema kwamba kaburi za wafu zikafunguka na watu wakatoka. Unaelewa? Wakati wowote Yesu unaamini kwamba Kristo Yesu alikufa na akafufuka kwa maisha yako, hata vitu ambavyo iliuliwa na wachawi na waganga kwa maisha yako uwe nafufuka na Kristo. Kuna amen? Yes. Kwa sababu alikufa na akafufuka. Na wewe nataka ujue umezikwa na watu wa kwenu, unatembea ukiwa hai, lakini vitu vyako vingi vilizikwa. Na Yesu kama alikufa na akafufuka na wewe, nataka ujue kwamba vitu vyako lazima vichomoke. Na unajua mtu anaweza kuviona, kwa nini anakuona kaburi kifunguka? Wewe unasikia mguruma ya rangi, unasikia makaburi nafunguka. Na hiyo inamaanisha hivi, hata ingekuwa leo kwa ile amri ndio watu watafufuka, kwa sababu kama kuna kaburi lazima itafunguka. Kwa hapo lazima ujue kwamba Yesu yupo. Lazima ujue Yesu. Ukimwamini Yesu vitu vinatoka tu. Kitu cha muhimu niwe nafasi na wokovu. Ambia jirani yako kuwa nafasi na wokovu. Amen. Tuwe nafasi. Maana umesikia maandiko vile maandiko yanasema yule mtu alikuwa na nafasi, hakuwa anakaa nyumbani, alikuwa anakaa kwa makaburi. Kitu yeyote ambaye inaweza kufukuza kutoka kwa nyumba ya Mungu ni kama utaokoka. Huwa ninakaa na hapo tunataka kumalizia leo kwa sababu ile naacha ningeongea kwa ibada ya Jumapili. Unapoona watu ambao hawapendi kwenda kanisani, hawapendi kutulia kwa nyumba ya Bwana, ni wokovu wamekosa. Kwa sababu wokovu ndio mafasi inakukaisha mbali. Mtu ambaye hana mafasi, mtu mwenye ambaye hana apate kitu. Swali nataka kuuliza ni hili. Wewe leo hii Yesu amekuita ukae kwa nyumba yake umtumikie. Wale ambao wanasoma maandiko kwenye kitabu cha Zaburi
Inasema nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Huwezi furahi kama una mavazi ya wokovu. Wale watu ambao wamekosa mavazi ya kiwokovu ndio ambao wanachoka na kukaa na Mungu. Kama hutaki kuchoka na Mungu, vaa mavazi. Huyu mtu amechoka kukaa nyumbani na akatolewa nyumbani na mapepo kwa sababu hana Yesu. Na wewe siku ya leo ninakusihi na kukuomba kwa jina la Bwana ya kwamba Mungu akupe nafasi, utulie nyumbani, watu waone Mungu wako unayemwabudu kila wakati. Tutatembea mpaka lini? Jina la Bwana lipewe sifa. Wewe umesikia vizuri kama maandiko yamesema, huyo mtu alikuwa anafaa nguo. Tunahitaji kufaa mavazi ya wokovu maishani mwetu. Tunahitaji kuvaa mavazi ya wokovu maishani mwetu ndio tutulie nyumbani. Bwana asifiwe. Usilaumu watu wakati mwingine unapoona kwamba hawaingii kwenye ibada na watulii kanisani. Ile jawabu unayopata ni kwamba huyu mtu hakutulia nyumbani, licha alifungwa miguu. Hata leo tukileta kamba tukufunga ukaa, utakata hizo kamba wewe. Unaelewa kutembea na maanisha? Mama Natasha, anasikia. Si kuna watu ambaye hata tukiwafungia hapa watabomoa dirisha ya waende. Lakini watu wana mavazi ya wokovu, wanajua pale nyumbani kwetu baba yetu anatupata hapa. Hawatoki na hata kuwafukuza na kuambia tuende, hata labda wewe uende. Wanajua hapo ni kwao. Wewe unaweza kufukuza kweli? Nani yako hapa anasema kwa wafukuza watafute kwao kwingine? Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini wanafukuzwa kwa Yesu? Nini nafukuzanga watu watulii kwa Bwana? Nani amesikia wimbo wa mwimbaji mmoja kule Tanzania anasema, roho yangu sitare tulia kwa Bwana. Nani amesikia wimbo? Namkumbuka mwimbaji mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wimbo kwa? Utafanya mazoezi. Mkija hiyo mtema sana. Wimbo inataka tu wasee kwa wiki ya wasee na time. Mwenda mtafute kwa YouTube. Kuna ingine imetupa kwa group leo kali sana. Hiyo tutafanya hapa. Leo lazima tutabirie vitu ambaye iko kwa maisha yetu yaanze kuwa hai. Bwana asifiwe. Haleluya. Mniruhusu nimalize hiyo pale nikisema kwamba Mungu yule ambaye ametuita kuja kufanya kazi yake katika mji huu atatufanyisha mavazi na tutatulia nyumbani. Mniruhusu nimalize tu nikisema hivi. Yule Mungu ametuleta mji huu na akatuweka hapa tutangaza habari njema. Hatufanyishe mavazi yake ya uvumilivu na kutulia kwake mpaka atakaporejesha ufalme. Tusije tukakimbia kutoka kwa Mungu, kwa sababu hakuna mahali unaweza sema haweza mpata Mungu. Wewe tulia kwa Bwana. Haleluya. Tulia kwa Bwana. Wakati unajua kwamba kuna mamlaka umepewa kutumia mamlaka haya. Yesu ametumia mamlaka. Na unajua kwamba hakuwaambia wanafunzi tafadhali tuchukue mashua tuende ng'ambo. Aliwaambia chukueni mashua tuvuke tuende ng'ambo ya pili. Hiyo ndio jambo rahisi. Bwana asifiwe. Kama ndio ungefanyaje? Na anakukomanda na mashua si yake. Yesu alikuwa na mashua ngapi ya kufuata maji? Na Bwana anakomanda hapo. Nikuja kwa biashara yako, nikwambie Pascalina, funga biashara tuende Naija. Unasema hiyo unalipanga rent. Duka. Sasa Yesu hakuwa na haja na hiyo. Yesu alikuwa anasema kwamba simamisheni shughuli ya kuvua samaki nini? Chukueni mashua. Twende na safari na hakuna pesa alikuwa analipa. Yaani unajua vitu vya Yesu vilikuwa vinanishangaza. Anaamurisha, anapata mwingine pale kazi yake anafanya kazi ya ushuru. Alafu anamwambia nifuate na amlipi mshahara. Wewe leo kwa maisha yako vile umeingia hapa kanisani, jua ya kwamba Yesu akikuamurisha kufanya kitu, fanya bila maswali. Bwana asifiwe. Wewe ulisikia kibishana na watu akina Petro, akina Simioni na wengine. Alikuwa akikutana tu na kufuata. Hiyo ni mamlaka. Anaongea maneno yana nguvu. Sema nguvu.
Hapana, ongea maneno yana upepo, ongea maneno yana nguvu. Yaani usema kwamba unasema Barasa nifuate. Barasa nasikia ndani ya roho anamwambia wacha ndio vitu kana bwana. Fuata. Nguvu. Sema nguvu za Bwana. Na wewe siku ya leo lazima utembee na vitu ambavyo vinaitwa vyako. Yesu alitembea na wanafunzi wake na ameanza kuwatafuta pale. Basi na wewe leo kenye unajua kwamba kinakufaa kwa maisha yako, au pasi kwenda kusema tafadhali baba, ninakuja kwa siku ya leo, ninataka nitembee hii na hii. Unaongelesha, unasema nifuate. Enda nyumbani na miguu, kama ni gani nitakufuata. Yaani ndio tunamaanisha. Ongea mambo mazito. Bwana Yesu asifiwe. Umeenda kwa hoteli zile za nyumbani, kioo inawekwa au mandazi na pangwa ndani. Si ukiwa huku nje, kitu unaona ni mandazi lakini usifikia. Basi katika kazi ya Bwana vitu vimewekwa fiko kwa display ufikii, lakini lazima utumie mamlaka, maana ile uwezi ingia utoe mara kioo iko. Unaambia kwa waiter akuje, alafu unaambia niletee mandazi tatu. Sasa kwa display ya Yesu vitu unaviona, amurisha kuje. Si hapana na hapa kwa jina la Yesu, naomba tu nikumbuke. Unajua ile shida niko nayo, unaona ile ukienda kwa tendo unaomba wewe kuje. Unaita. Sema unaita. Wala ambaye tumeenda kule ni sawa vile hoteli yetu ya chai na kikombe ya chuma kubwa hivi. Unasema kwamba chai hapa na mandazi bwana, hiyo ni amri. Yesu makofi na usmani. Ni amri